Ndugu zanguni, hakuna kitu kinachukuliwa poa siku hizi kama madeni. Watu wamekuwa ufahari ya kwamba wao wanadaiwa na wanaokwepa na wadai na wanazuia haki za watu, hawalipi kwa kukwepa kwepa, wanaona jambo la kawaida. Ndugu zangu, hakuna jambo zito kwenye maisha kama hili. Tujitahidini, ni bora uende mbele ya Mwenyezi Mungu na mzigo wako wa ulevi na uzinifu na mambo mengine, utaomba msamaha direct kwake yeye. Unapozuia haki ya mtu au kumdhulumu mtu, lazima upitie kwa yule mtu akusamehe, alafu ndo kwa Mwenyezi Mungu. Na dua ya anayedhulumiwa hairudi. Mtu akifanya tu haki yake umezuia, unaenda pabaya. Hili swala lilifanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataa kubeba jeneza la mmoja kati ya watu kipindi hicho. Akauliza, je, huyu mtu anadaiwa? Akaambiwa ndio, dinari 2 tu. Mtume akasema, nendeni mkamzike rafiki yenu. Mpaka mmoja kati ya maswahaba akajitolea kulipa lile deni. Ndio akafanya nini? Akaenda akamzika. Akasema, kwa nini mpaka umri wake umeisha amekaa na deni la watu? Siku ya pili akamwahi yule jamaa, akamwambia, umelipa deni? Akamwambia, bado, ndio kwanza tunamaliza matanga. Akamwambia, hakikisha unamaliza ile deni. Baada ya muda mfupi akamuuliza tena, akamwambia, ndio nimelipa lile deni. Akamwambia, sasa hivi umempooza ngozi yake kwenye kaburi lake rafiki yako. Ndugu zanguni, unaambiwa mtu akifa na deni au haki ya watu, akafufuliwa, akafa kwa njia ya Mwenyezi Mungu, akafa kwa ajili ya Mungu, akafufuliwa tena, akafa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, akafufuliwa tena mara 3, akafa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mwenyewe, haingii peponi. Huo ndo uzito wa swala la haki za watu na madeni. Siku hizi imekuwa ufahari. Mimi simlipi yule. Mimi anakwepa mtu. Anaenda hivi. Ni bora uende na mzigo wako mwenyewe. Hili swala ni zito. Swala la haki za watu, ndugu zanguni, na madeni. Hakikisha unamaliza mzigo wako kabla umri wako kuisha. Kwa sababu utaenda na kipengele kikubwa sana cha watu. Kwa hiyo hili swala watu wanalichukulia poa siku hizi na imekuwa ufahari. Kuna watu baada ya imada yote niliongelea wanaweza kuwa bado vichwa vyao havijachukua na kuelewa. Na kupa dalili ya mwisho kubwa ya swala niloliongelea hapo nyuma. Angalia binadamu anapoanguka amekata roho ghafla. Watamchukua, watamuhifadhi, watamuosha, watamkafini, watamfanya kila kitu, watampeleka msikitini. Haswaliwi. Hawezi kuswaliwa mpaka nini? Wanaulizwa watu, je, kuna anayemdai marehemu? Je, marehemu ana madeni? Je, kuna mwenye haki yake kwa marehemu? Unadhani ni kwa nini? Unadhani kwa nini mtu haswaliwi na azikwi mpaka ili swala? Singekuwa tu mtu anazikwa alafu watu wanaulizwa baadaye. Huwezi kuzikwa kabla ya kumaliziwa nini? Madeni. Huo ndo uzito wa hili swala niliyoliongelea. Kama wewe una akili, utafanyia kazi hili swala. Kama huna akili, surprise itakukuta mbele. Na nimeongelea swala hili kwa njia ya ujana na kukumbushana. Sio kwamba mimi ndo mbora kuliko nyinyi au sina madeni, ila lazima tukumbushane hata kwa njia za kihuni, ili tuweze wote kuokoka au somehow kuepuka mambo ambayo yatakuwa ya ziada kwetu sisi. Kwa hiyo tuko pamoja, tulifanyie kazi. Ndugu zanguni, hakuna kitu kinachukuliwa poa siku hizi kama madeni. Watu wamekuwa ufahari ya kwamba wao wanadaiwa na wanaokwepa na wadai na wanazuia haki za watu, hawalipi kwa kukwepa kwepa, wanaona jambo la kawaida. Ndugu zangu, hakuna jambo zito kwenye maisha kama hili. Tujitahidini, ni bora uende mbele ya Mwenyezi Mungu na mzigo wako wa ulevi na uzinifu na mambo mengine, utaomba msamaha direct kwake yeye. Unapozuia haki ya mtu au kumdhulumu mtu, lazima upitie kwa yule mtu akusamehe, alafu ndo kwa Mwenyezi Mungu. Na dua ya anayedhulumiwa hairudi. Mtu akifanya tu haki yake umezuia, unaenda pabaya. Hili swala lilifanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataa kubeba jeneza la mmoja kati ya watu kipindi hicho. Akauliza, je, huyu mtu anadaiwa? Akaambiwa ndio, dinari 2 tu. Mtume akasema, nendeni mkamzike rafiki yenu. Mpaka mmoja kati ya maswahaba akajitolea kulipa lile deni. Ndio akafanya nini? Akaenda akamzika. Akasema, kwa nini mpaka umri wake umeisha amekaa na deni la watu? Siku ya pili akamwahi yule jamaa, akamwambia, umelipa deni? Akamwambia, bado, ndio kwanza tunamaliza matanga. Akamwambia, hakikisha unamaliza ile deni. Baada ya muda mfupi akamuuliza tena, akamwambia, ndio nimelipa lile deni. Akamwambia, sasa hivi umempooza ngozi yake kwenye kaburi lake rafiki yako. Ndugu zanguni, unaambiwa mtu akifa na deni au haki ya watu, akafufuliwa, akafa kwa njia ya Mwenyezi Mungu, akafa kwa ajili ya Mungu, akafufuliwa tena, akafa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, akafufuliwa tena mara 3, akafa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mwenyewe,
haingii peponi. Huo ndo uzito wa swala la haki za watu na madeni. Siku hizi imekuwa ufahari. Mimi simlipi yule. Mimi anakwepa mtu. Anaenda hivi. Ni bora uende na mzigo wako mwenyewe. Hili swala ni zito. Swala la haki za watu, ndugu zanguni, na madeni. Hakikisha unamaliza mzigo wako kabla umri wako kuisha. Kwa sababu utaenda na kipengele kikubwa sana cha watu. Kwa hiyo hili swala watu wanalichukulia poa siku hizi na imekuwa ufahari. Kuna watu baada ya mada yote niliongelea wanaweza kuwa bado vichwa vyao havijachukua na kuelewa. Na kupa dalili ya mwisho kubwa ya swala niloliongelea hapo nyuma. Angalia binadamu anapoanguka tap, amekata roho ghafla. Watamchukua, watamuhifadhi, watamuosha, watamkafini, watamfanya kila kitu, watampeleka msikitini. Haswaliwi. Hawezi kuswaliwa mpaka nini? Wanaulizwa watu, je, kuna anamdai marehemu? Je, marehemu ana madeni? Je, kuna mwenye haki yake kwa marehemu? Unadhani ni kwa nini? Unadhani kwa nini mtu haswaliwi na azikwi mpaka ili swala? Singekuwa tu mtu anazikwa alafu watu wanaulizwa baadaye. Huwezi kuzikwa kabla ya kumaliziwa nini? Madeni. Huo ndo uzito wa hili swala niliyoliongelea. Kama wewe una akili, utafanyia kazi hili swala. Kama huna akili, surprise itakukuta mbele. Na nimeongelea swala hili kwa njia ya ujana na kukumbushana, sio kwamba mimi ndo mbora kuliko nyinyi au sina madeni, ila lazima tukumbushane hata kwa njia za kihuni ili tuweze wote kuokoka au somehow kuepuka mambo ambayo yatakuwa ya ziada kwetu sisi. Kwa hiyo tuko pamoja, tulifanyie kazi.